Kampuni ya Mtanzania mzawa ya Kimanyaki Company Limited inayofanya kazi zake katika maeneo yanayozunguka mgodi wa dhahabu wa North Mara wilayani Tarime imeanza kutafuta njia ya kupambana na tatizo la ajira katika eneo hilo, hasa kwa kutoa mafunzo ya ujasiriamali kwa vikundi vya vijana na wajane, hatua ambayo imeonyesha mafanikio makubwa kwa kuwezesha vijana wengi kubadili hali zao kiuchumi. Akizungumza katika mahojiano maalum na George Marato TV, mkurugenzi mtendaji wa kampuni hiyo Bwana Nicolaus Mgaya amesema baada ya kuona vijana wengi wamekuwa wakipoteza maisha kwa uvamizi wa mgodi huo, kampuni yake ilichukua hatua za kutoa elimu na mafunzo ya ujasiriamali kwa makundi yanayozunguka mgodi huo, na sasa elimu hiyo imeanza kuzaa matunda katika kampuni yetu. Kwanza imesaidia jamii kubwa sana upande wa vijana na vikundi mbalimbali. Kwanza ni kwa kutoa elimu ya ujasiriamali na namna bora ya kutumia fursa tulizonazo. Tumekuwa tukitoa elimu kwa vikundi vidogo vidogo ili kujikwamua na wimbi kubwa sana la umaskini, mama wajane, wa watu wanaoishi katika mazingira magumu. Lakini pili, kuangalia namna gani ambavyo unaweza kutumia kidogo ulichonacho kwa ajili ya kuendeleza jamii yako na wewe maisha yako binafsi. Kwa hiyo tumekuwa katika wakati mzuri ambao tunawasiliana na jamii yetu, na hasa jamii kubwa inayozunguka mgodi wa North Mara, kuangalia zile changamoto na kushare na kutoa elimu. Vile vile kupanua wigo wa vijana kupata fursa nyingi sana, na hasa fursa ambazo zina maisha mazuri na ni ambazo sio hatarishi. Kwa hiyo ni sehemu yetu kubwa sana na ni jukumu letu kubadili akili za vijana kutoka katika wimbi la uvamizi wa migodi kwenda katika mazingira ambayo ni kazi za kudumu na zenye tija. Lengo letu ni kubwa kwamba tusipoteze nguvu kubwa ya vijana kwa ajili ya kuvamia mgodi ambazo ni kazi ambazo si endelevu. Mikakati ni mikubwa sana tunayo, kwa sababu Tarime vijijini ina fursa kubwa. Tarime vijijini ina opportunity nyingi. Swala la msingi namna gani ya kuweza kuunganisha watu kuzifikia zile fursa. Kwa hiyo kikubwa ni kutengeneza mtandao mkubwa sana wa mawasiliano na mahusiano bora. Moja ni kuibua fursa mbalimbali zilizopo. Kuna maeneo ambayo yana fursa nyingi sana. Ukienda kuangalia nyanda za juu, tuna fursa nyingi sana. Madini yametapakaa kila sehemu. Lakini tunayo ardhi nzuri sana ya kilimo, tuna ardhi nzuri ya ufugaji na biashara mbalimbali, viwanda vidogo vidogo, michezo. Ni sehemu kubwa ambayo tunaweza tukaibua vipaji na tukaibua mazingira ambayo vijana wanaweza kupata kipato kwa ajili ya kuondokana na janga kubwa la umaskini. Amesema pamoja na mafanikio hayo, bado tatizo la ajira kwa vijana ni changamoto katika eneo hilo, na hivi sasa wamekuwa wakitumia zabuni mbalimbali zinazotolewa na mgodi wa North Mara kama fursa ya kukabiliana na hali hiyo. Kipindi cha Mama Samia tumekuwa na maendeleo makubwa, sio ya kubeza. Tuna maendeleo makubwa na ni sehemu ambayo tunaweza tukasema tumesogea. Japo hata kama hatujafikia 100%, lakini tunaweza kusema tumesogea. Na nitoe tu rai kwa wadau kwamba pamoja na serikali yetu na yenyewe inahitaji michango kutoka kwetu. Namna gani ambavyo na sisi tunajitutumua ili serikali inapokuja, serikali ina jukumu kubwa sana, ina wigo mpana sana. Ni namna gani wewe kwenye jamii yako umeweza kujisaidia na serikali ikakusaidia. Kuna majukumu ya moja kwa moja ya serikali ambayo serikali inajua, imepanga. Lakini kuna yale ambayo yanaweza kutokea ni sisi na jamii yetu, namna gani tunaweza kulitatua kwa kusaidiana na kwa kushirikiana na jamii yetu. Ni vyema sana tukaliangalia hili, kwa maana kwamba serikali ipo na sisi tupo. Sisi ndio tunaolipa kodi. Yawezekana kodi yetu haijatosheleza kufanya yale ambayo tunayataka sisi. Na ni wigo wetu kwamba tuweze kuhamasishana na vijana. Kwanza, tuwe wazalendo wa nchi yetu. Tulipe kodi. Tufanye biashara halali. Hii itasaidia na serikali yetu kuwa na chachu kubwa ya kupata maendeleo. Serikali inaendesha maisha yetu kwa kodi zetu. Je, tumeweza kulipa hiyo kodi? Kwa hiyo ni wakati mzuri ambao nitoe wito kwa vijana wengi, tufundishane, tuelimishane kutoka mashuleni namna gani bora ambayo tunaweza tukapata walipa kodi wengi ili kupunguza mizigo kwa walipa kodi wachache. Tulipe kodi wengi ili tuweze kuisaidia jamii yetu. Lakini na wewe ambao unapata kidogo, uisaidie jamii yako pale unapotoka.
kwa namna moja ama nyingine, ukiweza kusaidia jamii yako kule unakotoka, ni sehemu umeipa mchango mkubwa sana serikali. Kwa maana kwamba sehemu hiyo serikali itasaidia sehemu nyingine, sababu ninyi mliokuwa na uwezo umeweza kusaidia sehemu hiyo. Tarime ina fursa nyingi. Namna gani tu ya kutumia zile fursa ndio tunayohitaji, tupate mtu ambaye ni sahihi kwa wakati sahihi, ili aweze kuwaunganisha wanatarime vijijini na kuwaonyesha fursa zilizopo huku na namna gani tunaweza tukazitumia, kuliko kuendelea kuona watu wakilalamika bila kuwaonyeshea fursa. Kuna maeneo yana migodi, kuna maeneo yana dhahabu, lakini hayachimbwi kwa sababu hatuna wataalamu wa kuonyesha kwamba una dhahabu hapa. Tuwafikishie wataalamu maeneo hayo. Kuna sehemu zina ardhi nzuri ya kulima, tuwafikishie wataalamu washauri mbegu gani tunaweza tukaitumia maeneo haya, aina gani ya mbegu na inaenda kwa muda gani, dawa gani na mbolea ipi tunaweza tukaitumia. Lakini kuna sehemu tuna wafugaji wazuri, tupeleke veterinary pale, watuangalie, watushauri, ili kila mtu kwa eneo lile alilopo aweze kufaidi fursa ile ambayo ipo maeneo yale. Kwa sababu kila eneo ina fursa yake. Na sisi tukipenda maeneo yetu, tutaanza kukuza uchumi kutoka kwetu. Tusipende kukuza uchumi wa nje. Tukuze kwanza uchumi wetu wa ndani, ili angalau uweze kuwavutia na wawekezaji. Kwa hiyo tukiweza kuvutia wawekezaji na wageni na wadau mbalimbali wakija, tutaweza kupata fursa kubwa sana kwa sababu tumeshirikisha jamii kubwa. Hata hivyo, mkurugenzi huyo wa kampuni ya Kemanyaki amemshukuru Rais Samia Suluhu Hassan kwa kufungua milango ya uwekezaji, jambo ambalo limewezesha vijana kufungua kampuni na kutumia fursa katika maeneo yao kuisaidia serikali katika kutatua tatizo la ajira kwa vijana. Ya vikwazo na changamoto tunazokuwa tunakumbana nazo ni kwamba mahitaji ni makubwa kuliko kile kilichopo. Hiyo ndio changamoto kubwa ambayo tunayo. Kwamba jamii yetu ina uhitaji mkubwa ukilinganisha na kile kilichopo. Ukienda kuangalia mfano kwenye upande wa ajira, vijana wengi sana hawana ajira. Na kwa sababu hawana ajira, fursa za ajira zimekuwa chache. Kwa hiyo unajikuta kwamba vijana wale huwezi kuajiri. Na ndio maana tunafikiria kuwa na mkakati kwa upande wetu wa Kemanyaki, kwamba tunazidi kutoa elimu. Lakini tumeshapata vijana wengi wamejiunga katika vikundi mbalimbali ili kutengeneza fursa ambazo zinaweza zikawasaidia. Mathalan, mfano tumeshawahi kupata na tunakuwa na ushirikiano mkubwa kwenye vikundi. Tunapokuwa tunapata tenda, kwa tunashirikisha jamii yetu. Mfano mgodi wa North Mara umekuwa ukitupatia fursa nyingi, na actually tushawahi kupata na tunapata fursa za kusupply matumizi makubwa sana kwenye upande wa nyama za kulisha mgodini. Na tunapokuwa tunapata zile tenda hususani za kulisha nyama kwenye mgodi wa North Mara, tunachokifanya tunatangaza hilo jambo kwenye jamii yetu. Kwa wanajamii ndio wanaoleta mifugo, wanachinja na wanauza ili kujipatia kile kipato. Kwa ni shirikishi, tunafanya vitu kwa kushirikisha jamii ili angalau tuweze kupunguza na kugawana kile kidogo tulicho nacho. Kwa kikubwa kwenye jamii yetu tunafanya hivyo, na vile vile kwenye maeneo mengine, sio tu lazima kwenye upande wa mgodi. Tunafanya mambo mengine kwenye jamii. Tunahitaji masoko ambayo ni endelevu, masoko yasiyotegemea mgodi tu. Kwa hiyo tumekuwa tukionyesha watu namna gani ya kufikisha bidhaa zao katika masoko mbalimbali, ili angalau kujitutumua na kujikwamua katika janga hili. Kwa hiyo vikundi vingi vimekuwa vikitengeneza bidhaa zao za sabuni, vitu mbalimbali ili kujipatia kipato chao. Kwa upande wao, baadhi ya wanufaika wa kampuni hiyo wamesema kuanzishwa kwake kumesaidia kwa kiasi kikubwa kuinua uchumi wa mtu mmoja mmoja, kupunguza tatizo kubwa la ajira kwa vijana, lakini pia kupunguza vifo vilivyokuwa vikisababishwa na uvamizi wa mgodi. GMTV, Nyamongo, Tarime. Intruder walikuwa wanasumbua sana mgodi huu wa Barrick North Mara. Lakini baada ya Nicholas Mgaya kuja na wazo lake la kuandaa kampuni ama kikundi kinachoitwa Kemanyaki, alisaidia kupata kuajiri vijana wengi wanaozunguka mgodi. Na asilimia kubwa ya vijana walioajiriwa ni hao waliokuwa wanajiita intruder. Yaani ni wale vijana ambao walikuwa hawana kazi, wanaokimbia huko mgodini.
Kampuni ya Kemanyanki ilijikita sana kuajiri vijana wanaozunguka vijiji vyote vya mgodi, ambavyo vilisaidia vijana wengi kupata ajira na kuachana na hilo swala la uvamizi wa mgodi. Bwana Nicholas kwenye vikao vyake mara nyingi alikuwa akisisitiza vijana tufanye kazi na tupate pesa halali. Tuache kuwa tunakimbizana huko kwenye migodi, mwisho wa siku watu wanakufa, wanaacha familia zao. Kwa hiyo katika swala la Nicholas kuvusha vijana kwenye swala la maendeleo, kwa kweli amepiga hatua kubwa sana. Hakuna kijana yote ambaye unaweza kumuuliza ile swala akashindwa kumwongelea Nicholas kwa mazuri hayo ambayo aliyafanya. Nikichukulia mfano mimi wakati nafanya kazi Kemanyanki, nilikuwa niko kwenye kitengo cha Human Resource Manager, lakini nilipata mafanikio makubwa sana kwa sababu nimeweza kununua uwanja, nikajenga, nasomesha watoto wangu shule nzuri na watoto wawili na wote wanasoma shule za international. Kwa hiyo ninamshukuru kwa sababu ninajiona niko mbele zaidi mbali baada ya yeye kunishika mkono. Na kabla ya mimi kufanya kazi kwa Nicholas Kemanyanki, niliwahi kufanya kazi Barrick North Mara. Kwa hiyo kipindi nakuja kuomba kazi kwa Chichake, watu wengi walikuwa wanahisi kwamba sitaweza kwa sababu nilitoka kwenye position kubwa nikashuka chini. Lakini Nicholas alizidi kunipa moyo na kuniambia kwamba unaweza, usikate tamaa. Hapo ulipo ndipo unapoweza kuanza upya na kutengeneza maisha yako. Kwanza kabla ya kuanza ajira ya Kemanyanki mwaka 2020, mimi ni miongoni mwa vijana ambao walibahatika kupata fursa ya ajira katika kampuni ya Kemanyanki. Kabla sijaanza ajira yangu ya Kemanyanki, nilikuwa mwananchi wa kawaida. Baada ya kumaliza masomo yangu nirudi kijijini, nikawa naendelea na shughuli mbalimbali za kijamii, lakini moja kati ya ajira kubwa iliyokuwa inatupa kipato baadhi ya vijana ilikuwa ni kujishughulisha na uvamizi wa mgodi kwa maana ya intruder. Baada ya kuwa tunafanya kazi hizo, ni ukweli usiopingika, tumekuwa mashuhuda wa kuangalia watu, baadhi ya wenzetu ambao wameathirika kutokana na shughuli hizo za uvamizi wa intruder. Baada ya hapo tulianza kuona matamasha ya North Mara katika viwanja mbalimbali vikiwepo viwanja vya Ingwe, kwa maana ya kuonesha na kutoa elimu athari na madhara yanayopatikana katika uvamizi wa mgodi. Baada ya kuona hapo, mimi kama kijana ambaye walau nimepata elimu kidogo, niliyaona kwamba si vyema kwa sababu miongoni mwa jamii yetu tuna wajane ambao baadhi yao wenza wao walipata hayo madhara kwa maana kupoteza maisha, lakini kuna baadhi ya vijana wenzetu ambao walipoteza viungo vya mwili na baada kupata madhara mbalimbali. Kwa kupata elimu ile, niliona kuna umuhimu wa kuanza kufanya kazi ambazo ni za halali. Mnamo mwaka huo 2020, Kemanyanki, kampuni ya Kemanyanki ikaanzisha kikundi cha kusaidia vijana wanaopatikana katika mazingira magumu wasiokuwa na ajira. Nilibahatika kuomba nafasi ya kazi, nilifanya kazi na kwa bahati sana kwa sababu ya taaluma nilipata nafasi ya kuwa supervisor katika kampuni hiyo ya Kemanyanki. Baada ya muda kampuni ilinipa nafasi ya kuwa msimamizi mkuu wa shughuli zote za Kemanyanki kwa maana ya site manager. Moja kati ya mafanikio ambayo niliyapata kutoka Kemanyanki, kwanza kabisa nilikuwa naishi mimi na wazazi wangu, nilikuwa naishi pale kwa mama, lakini kiu yangu ilikuwa ni kujitengeneza na kutengeneza maisha ya kujitegemea, kwa maana nipate walau sehemu ambayo naweza nikakaa sasa na familia, kwa sababu nilikuwa naishi pamoja na familia yangu. Namshukuru Mungu kwa jitihada na juhudi, niliweza kupata eneo ambalo unaliona. Nilipata eneo plain kwa maana ya kununua eneo hilo kwa maana ya makazi, lakini tunashukuru sana kampuni ya Kemanyanki. Baada ya kuona namna gani tunaweza kujituma na kujitengenezea maisha, walileta mfumo wa kutusaidia vijana. Kampuni ya Kemanyanki ilitengeneza mazingira ambayo ni mazuri sana. Ilianza kutukopesha baadhi ya vifaa vya ujenzi pasipokuwa na riba kupitia malipo ya mishahara yetu. Kwa ni moja kati ya vitu ambavyo vilikuwa ni neema kwetu, kwa sababu tusingeweza kujikomua kwa muda kutokana na kipato na tulichokuwa tunalipwa. Lakini tunashukuru kampuni ikatengeneza kamati, na mimi ni miongoni mwa kamati hiyo ambayo ilikuwa inatembelea vijana wale ambao walao wameshaanza msingi wa kujitegemea. Kwa na mimi nilipata nafasi hiyo ya kuweza kupata huo mkopo. Kwa kampuni ya Kemanyanki ilikuwa inatusaidia
katika awamu, kwa sababu ni mikopo ambayo ilikuwa haina riba. Kwa hiyo tulikuwa tunalipa asilimia ndogo sana ya kile ambacho tunapokea. Kwa ni moja kati ya mafanikio ambayo tuliyapata. Lakini pamoja na hivyo, binafsi nilibahatika sasa kuanzisha makazi yangu katika kipindi hicho ambacho tulikuwa tunahostiwa